Marafiki zangu watanionaje? Wataniona mimi ni mshamba kwa sababu nimeokoka. Jamii itanionaje iliyokuwa inanizunguka? Washikaji zangu ambao nilikuwa nakunywa nao pombe, tunashinda nao maklabu, kuzunguka maklabu, tunanunuliana bia. Wataona kama nimefilisika, wataona kama nimechoka, watasema kwamba siku hizi labda huna pesa ya kutamba hapa mjini, ndio maana umekata moto, umeamua kuokoka, umekimbilia huko kama kivuli cha kujificha umaskini wako na shida zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao huwa ukiwaambia kwa habari ya wokovu, ukiwapelekea habari njema, wanakataa kumpokea Yesu kwa sababu ya mazingira ambayo wanaishi, kwa sababu ya marafiki zao, kwa sababu ya vitu walivyonavyo, kwa sababu ya watu walionao. Wanamkataa Yesu kwa sababu hizo. Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anasema wazi kwamba katika Mathayo sura ya 10 mstari wa 32 na 33, basi kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakayenikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele za Baba yangu wa mbinguni. Kwa hiyo kuna watu ambao wanamkataa Yesu kwa sababu ya watu. Kuna watu ambao wanamkataa Yesu kwa sababu ya vitu. Kuna watu wanaomkataa Yesu kwa sababu ya mazingira fulani fulani. Wanatafuta visingizio na visababu fulani fulani. Kwamba mimi siwezi kuokoka kwa sababu ya wazazi wangu, siwezi kumfuata Yesu kwa sababu ya jamii inayonizunguka au watu wa karibu yangu, au kwa sababu ya mume kwa mwanamke, au kwa sababu ya mke kwa mwanaume, au kwa sababu ya wazazi kwa mtoto. Unaona, unatumia vigezo vya sababu za kujificha kwenye vitu na watu ili usimpokee Yesu. Yesu anasema kwamba ukimkataa yeye mbele za watu, na yeye pia atakukataa mbele za Baba yake wa mbinguni. Lakini pia katika Luka sura ya 14 mstari wa 33 anasema, basi kadhalika kila mmoja wenu asiacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Hapa Yesu anasema hivyo, hamaanishi kwamba uache kila kitu, uache biashara yako, uache kazi zako. No, anachomaanisha ni kwamba uwe tayari kumtanguliza Yesu mbele ya vitu vyote, kwa sababu hata ukishampokea Yesu anataka uendelee kufanya biashara, anataka uendelee kufanya kazi zako, ufanye majukumu yako na mambo yote. Yesu anajua unahitaji fedha, anajua unahitaji kila kitu cha msingi ambacho kila mwanadamu anakihitaji. Kwa hiyo anajua yote hayo itabidi uwe nayo, ila tu uwe tayari kuhakikisha kwamba hivyo vitu havimtoi Yesu kwenye maisha yako, haviondoi nafasi ya Yesu kwenye maisha yako. Ndio kitu ambacho Yesu alikuwa anakimaanisha. Sio kwamba uache kila kitu, usifanye kazi yoyote ile, wewe umfuate Yesu tu. No, hajamaanisha hivyo. Anachomaanisha ni kwamba uwe tayari kumtanguliza Yesu mbele ya kila kitu. Kwa hiyo kama unamkana Yesu kwa sababu ya hivyo vitu, naye atakukana mbele ya Baba yake wa mbinguni.